Habari sasa hizi ndugu zanguni. Natumaini hamjambo wote. Natoa wazima kabisa. Leo tunaendelea katika kipindi chetu sasa ya web designing katika sehemu ya pili. Kama ulimiss sehemu ya kwanza, basi utaangalia lecture ya kwanza ndio utagundua nilichoongelea zaidi. Unaona? Kwa hiyo niliongelea vitu kama hivyo hapa. Hizi zote niliongelea hizi HTML, nikaongelea kirefu chake hichi, elements, HTML as elements, HTML tags, kwamba katika tags kuna difference between ambazo zinakuwa na opening, zinakuwa na closing, na kunakuwa na nini, na void. Nikasema zile void ni sawa na hii hapa, hii break, ama sio hiyo tu, kwa maana kuna nyingine kibao. Mfano HR ni kwa ajili ya HR kwa ajili ya kupiga mstari. Kwa mfano mimi nataka nipige hii mstari, hii sehemu nipige, au hii sehemu hii ya header ya head hapa, kwenye head kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo nipige hapa mstari hapa chini hapa. Kwa hiyo nitatumia nini, HR. Unaona? Kwa hizi ni void tags, ambazo hizi hazina nini, opening wala closing, na inaweza kuwa na opening na isiwe na closing, lakini zenyewe void tags zinakuwa katika muundo huu, hizi hapa hizi. Kwa hiyo unaweza kawa slash ya haipo, na hapa pia kuna slash pia inakuwa haupo. Kwa hizi zote inakuwa ni nini? Hizo ni void tags. Na hizi hapo utakuja kuona matumizi yake baadaye, nielezea. Tukaje kuangalia nini, structure. Hii ni structure ya nini, HTML, ambayo ni nini, ni website structure yake, ambayo ina combine both HTML tags. Hii hapa hii, maana nikasema kwamba hizi ndo tags, hizi ni tag hizi zote hizi, H1, H2, H3, H6. Nikasema kwamba hivi katika head, H means head. Kwa hiyo kumbe head kuanzia head 1 mpaka 6 huku, na maana kwamba hivi maandishi yanakuwa makubwa kuanzia hapa mpaka huku chini, na kwa yanapungua nini, ukubwa. Kwa hiyo naanzia ukubwa hapa mpaka ukubwa mdogo hapa. Unaona? Kwa hiyo inaanza kubwa mpaka kuna mdogo. Kwa hiyo inaanzia huku kuja huku. Unaona? Nikaja kuongelea mambo ya div. Nikasema kwamba hivi ni ile divisions ambayo kwenye nini, website inakuwa nini, inakuwepo. Mfano nikatolea mfano kwamba katika hii navigation bar, hii sehemu hii, katika navigation bar, hii ni navigation bar au menu bar, ambazo zinakuwa na utilities mbalimbali. Hapa kuna home, download, CSS na kadhalika, Google. Umeona? Kwa hii ni nini, ni div means division. Na hapa pia kwenye logo, hii ni logo. Sasa hii ni logo, ni div pia. Hii hapa picha ambazo zinatembea, moving picture au moving structure of pictures. Hapa hii sehemu hii ni div. Hapa hivi hii ni sehemu ya kijani kabisa hapa, kijani ya kuiva kabisa hapa. Hii sehemu hii ni div. Hii sehemu ya kusachia hii ni div. Niliongelea hilo. Nikaja kuongelea hapa body, nikasema kwamba kama unafunga na body. Kwa humu ndani pote hizi sehemu ya body, hii ndio body kuanzia hapa mpaka hapa mwisho. Sasa hiyo body ni kama hii hapa, hii sehemu kuanzia hapa, sio hapa. Hapa ni header, header au head hapa katika navigation menu au navigation bar, ambazo zinakuwa na nini, na utilities mbalimbali hapa juu. Umeona? Kuanzia hapa kwenye slide picture, hapa kwenye slide kuanzia hapa mpaka huku mwisho huku ni nini, ni body. Huku chini ni footer, inaitwa footer, lakini ni bado ni body. Hii sehemu bado ni body. Kwa hapa, kwa kuanzia hapa wapi, hapa
mpaka hapa ni pale ambapo nilipofanya kuonyesha. Umeona? Nikatolea mfano pia. Hii hapa. Tukaandika hichi hapa tukarani. Na hii ina run kwenye nini? Kwenye web browsers. Kwenye web browsers. Browsers only. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina nini? Ina HTML. Ina hyper text markup language, kwamba ni language ambayo inaweza kuinteract with web browsers. Umeona? Kwa ina interact na with what? Web browsers. Tukaona jinsi ambavyo tunafanyaje na interact. Umeona? Kwa sasa tutaenda sasa kwa kufanyaje pale tulipokomea. Na maana kwamba hii tulisave. Baada ya kuandika haya maneno yote, unaweza kaandika kama wewe ulivyo hapa ulipo, ukaandika kama yalivyo, halafu ka save. Unaandika wapi? Kwenye notepad. Nikasema katika kujifunzia unaweza kutumia notepad, notepad++, notepad, textpad, umeona? Ukatumia Dreamweaver ama ukatumia brackets. Nikawaonyesha jinsi ya ku download, kwamba kama notepad++ unaweza ka download kwenye Google ama ka download sema wewe unafanyaje, unajua. Lakini nikasema kwamba point ya mwisho nikasema kwamba haina haja ya kusumbuka kwenda ku download yote haya yote kwenye Google au kusumbuka kutafuta. Nikasema hivi, nikawapa nini? Blog yangu au website yangu, ili uweze kufanyaje ku download kiurahisi. Hii ndo blog yangu, kwamba hii katika hapa kwenye nini, kwenye navigation bar ama menu bar, hii sehemu kuna utilities. Utility ya kwanza, ya pili, ya tatu, kuna downloads. Kwenye downloads hapo ndo unaweza kupata nini? Softwares ambazo wewe unaweza kusema ukatumia katika nini? Kurani website yako kwa ajili ya kutesti. Umeona? Kwa hiyo unakuja sasa kwenye download, unaacha ya kwanza lectures, unaacha notes, unakuja kwenye nini? Softwares. Kwenye softwares utaona kwenye nini? Adobe Photoshop, Notepad++, brackets na Dreamweaver. Kwa chochote ambacho hapo kutabonyeza hapa, ukibonyeza tu una download. Umeona? Kwa mfano mimi nibonyeze hichi, nikibonyeza tu inaniletea option ya nini, ya kudownload. Mfano kama hapa inafanyaje, inanionyesha. Kwa hii hapa ni nini? Setup ya Notepad++. Kwa hiyo sasa hapa wewe utakuja sehemu kama hapa. Kwa hiyo uta click hapa na download. Kwa hiyo itakuletea option ya kufanyaje, ya kudownload. Umeona? Subiri wakati mtandao una load. Itegemea nasema ambao ulipo wewe sasa, kama mtandao unashika vizuri ama vipi. Umeona? Maana nimesema unakuja na mtandao unasumbua. Okay? Hapa baada ya kubonyeza sasa pale. Baada ya kubonyeza hapa nikaja huku, baada ya hapa hivi unakuja kwenye Notepad au unachagua, au unaweza ka download zote kati ya hizo zote, maana hizi zitatumia zote hizi. Adobe Photoshop, na maana hizi zitakuja pia kufanyaje, tutumie baadaye katika kutumia sasa. Na maana sasa wewe utakuja kufanyaje, kutumia download zote na kuja kutumia sasa. Kwa maana nikiklik hapa inakuja kufanyaje, kufanya kazi. Nikasema kwamba unakuja kwenye download hapa. Unakuja kwenye download, unaacha ya kwanza, ya pili, ya tatu, unakuja kwenye nini? Hapa. Kabonyeza chochote ambacho wewe unafanyaje, unakitaka hapa. Kwamba kwa mfano nikisema kwamba ni download labda brackets au Notepad++ au chochote hapo ambacho wewe unataka kudownload, lakini download zote kwa ajili ya nini? Ya lectures za baadaye. Umeona? Kwamba nikiklik hapa kwenye Notepad++ itaniletea kwenye option ya kufanyaje, ya kudownload. Umeona? Kwa hapa hivi ni setup. Kwa unakuja hapa, unaacha hapa, usibonyeza hapa. Maana hii ni Notepad++. Zote ambazo zitakuja katika staili hii. Kwa hiyo utabonyeza hapa. So hapa wala sio hapa. Ni hapa hivi. Una download. Kisha click hapa, itakuja moja kwa moja katika nini?
kudownload. Itakupa option ya kusave, save file, au umeona kama hapa mimi imenipa option. Kwa hiyo utachagua sehemu gani ya kufanyaje, ya kusavea. Kwa hiyo nikiklik hapa na download. Mimi sina haja ya kudownload kwa sababu ninayo tayari. Umeona? Kwa hiyo click hapo na download moja kwa moja. Umeona? Haya, kwa hiyo tuendelee sasa. Leo tutaendelea kuangalia sasa namna ya kuandika vitu vingine sasa. Kwamba hapo unaweza kaandika kitu chochote ambacho wewe unataka kuandika hapa. Kubadilisha rangi, kufanyaje, lakini katika nini? Background. Kwamba hapa peupe hapa hatutaki hii rangi nyeupe hii sehemu. Hatutaki. Nataka rangi nyingine iwe nzuri, ipendeze, iwe na mvuto kidogo. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye body. Hapa. Unaacha ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Katika nini? Body. Kwa hiyo utakuja sasa kwenye body katika hapa katikati hapa. Kwa hiyo utaweka space, alafu utaweka BG. BG means what? Background. Background what? Color. Background color is equal to unaweka zile nini? Naitwaje hizi? Stroke unaziweka hizo mbili, then unaandika color ambayo unaandika wewe, ambayo unaipenda wewe kuandika hapa katikati hapa. Baada ya kuandika nini? Color hizi hii. Umeona? Baada ya hapo hivyo, ukiklik hapa katikati unaandika color yoyote. Kwa mfano mimi niandike gray. Baada ya kuandika hapa gray, kwa sababu umefanya changes, utakuja kwenye nini? Kwenye save, au utakuja kwenye file hapa. Utakuja hapa save, na sio save as. Save as una maana kwamba utasave katika faili nyingine tena, yani katika index tofauti. Lakini sisi tumeshafanyaje? Tusha save na tumeshaelekezana jinsi ya kusave katika lecture 1. Unaona, kwa utakuja hapa hivi au control S. Na save, then unakuja kwenye nini? Kwenye hii hapo ambayo umesavea. Utakuwa umesave kwenye nini? Kwenye desktop. Iwe nini? Rahisi kwako kufanya kupata, ambayo ni hii hapa. Hii hapa itaonyesha katika default ya web browsers. Browsers ambao wewe utaipenda kuisavea hii. Kwa mfano kama hii ni Internet Explorer hapa. Kwa hiyo ni wewe default, ukisave tu itajionyesha yenyewe, ambayo ile ambayo kila siku unaitumia. Kama ni Firefox, kama ni Baidu browsers, kama ni Opera Mini, kama ni Google Chrome, kama hii. Umeona? Baada ya hapa una click alafu na right click, alafu unafanyaje? Open with. Open with unaweza ka open with what? Baidu Spark au Baidu browsers, au uka open with Firefox au Google Chrome au Internet Explorer au Microsoft Edge. Yoyote hii ambayo unataka wewe hapa. Kwa mfano sisi tufungulia hapa. Unaona? Kwa hapa hii ni nini ambayo tumeirani. Kwa hiyo tumebadilisha rangi sasa. Tumebadilisha rangi. Tumeweka color gani? Gray. Hapa. Kama hujapendeza unabadilisha. Unabadilisha. Baada ya hapo sasa, hapo unaweza kaandika color yoyote. Kwa mfano mimi nikiandika labda nikaandika kingine red. Baada ya kuandika red, control S, una save. Alafu unakuja kwenye nini? Browser yako. Alafu na click, una enter. Umeona inapobadilika ni color hii yote. Umeona? Hii sehemu. Umeona? Haya, baada ya hapo sasa. Baada ya hapo unaweza sasa ukachagua rangi ambayo wewe umeipenda yani. Kwa mfano mimi niweke sky blue. Blue sky. Blue. Control S kwa save. Unakuja kwenye browser yako, na click hapo na enter. Umeona? Kwa hiyo inapendeza. Umeona? Hapo sasa katika header 1 kuandika kitu chochote ambacho wewe unataka sasa. Kwamba niandike story yoyote, hadithi au habari yoyote ambayo inaweza kuelimisha jamii, kwamba ina uwezo wa kufanyaje? Kuleta reflect kwa jamii au nini? Ujumbe, maudhui fulani kwa jamii. Kwa mfano tuandike nini hapa? Tuandike chochote tu. Kwa mfano mimi sina cha kuandika.
tuseme hapa katika header 1, tuachane na hizi zingine. Sorry, tuandike labda, unaweza kaandika paragraph lakini ndani yake kawa na nini, na header hapa, alafu baadaye ukafanyaje, ukatumia nini, ukatumia header kwamba inakuwa na header 1. Umeona? Alafu hapa kwenye header 1 kaandika chochote sasa ambacho wewe unataka kuzungumzia. Umeona? Mfano tuseme tuseme nini, operating system, au kaandika juice ya maembe, au kaandika samaki ya rock city, chote tu ambacho wewe unataka kuwafanyaje, lakini lazima ufanyaje, ufunge, kwa sababu umefungua. Kwa hiyo unaanza ya ndani kufunga, afu unafuatia ya nje. Umeona? Kwa hiyo unaanza na H1, alafu unafuatia nini, unafuatia kwa kufunga nini P, paragraph, kwamba sisi tunaenda kuongelea nini, samaki. Tunaenda kuongelea nini, samaki. Umeona? Kwa sisi katika kuongelea samaki sasa, kwamba unaweza kaandika sasa paragraph yako P, kwamba ukaandika samaki inapatikana ziwa Victoria. Samaki fresh. Unaona? Samaki fresh. Ukafunga nini, paragraph yako. Unaweza kaandika vitu vingi. Baadaye sasa nikasema sasa ukitaka kuruka mstari na kuandika katika mstari mwingine unatumia nini, break, BR, alafu una enter. Hapo sasa unaweza kaandika kitu chochote ambacho wewe unafanyaje, unakitaka. Kwa mfano mimi ni paste hapa, niandike hii ndio story yangu ya samaki hii, kwa mfano hii yote hii chote ni story yangu ya nani, ya samaki hichi chote. Umeona? Baada ya hapa una control S kusave, au unaweza kaja hapa ukabonyeza hapa na save. Baadaye unakuja kwenye browser yako unafanyaje, refresh. Umeona? Reload current page, au unaweza kabonyeza hapa ukabonyeza na enter. Umeona? Kwa hii hapa ni nini, ni story yangu kuhusu nini, samaki. Umeona? Kwa hii hapa ndo header 1, hii head H1, hii ni H1 hii. Umeona? Na hii zote ni maelezo kuhusu nini, samaki. Umeona? Kwa hiyo tulipoweka space hapa unaruka mstari, na umeona kwamba unaiachanisha nafasi ya hizi mistari. Umeona kama hapa hapa kwa mfano sisi tumeachanisha kuanzia hapa. Umeona? Kwa hiyo tumeruka mstari mwingine. Umeona? Haya, kama ulivyoona hapa hivi. Baada ya hapa sasa unaweza kaandika story yoyote ambayo wewe unafanyaje, unaandika. Umeona? Kwa mfano sisi tuwekee picha ya samaki. Kwa sababu tumeelezea, nikasema kitu kingine ambacho tumehesabu hichi nimeshaelezea tayari nafikiri kwenye lecture 1 hii heading. Unaweza kaandika Makorere propaganda, au kaandika web design. Unaona? Kwa sababu tunaongelea samaki sasa. Huyu jamaa samaki huyu jamaa tunamwongelea nani, samaki. Kwa sababu tunamwongelea samaki, basi haina budi sisi tumwekee nini, picha yake. Tuweke picha. Katika kuweka picha sasa kuna nini, kuna HTML tag zake. HTML what tags ya kumwekea nini, picha. Mfano hapa tunaandika
img, kwa mfano kama hapa img, alafu tunaandika, tafute picha hapa. Picha utakuwa umesave, utakuwa umesave hapa, kwa sababu hii sehemu ndio sehemu ambapo wewe hii kazi yako, hii project yako umeiweka. Kwa hiyo lazima image iwe hapa, kwa sababu iko kwenye desktop. Kwa hiyo lazima picha zote ambazo unazifanyia kazi ziwe hapa, ama ukafungua folder, ukafungua na right click, unafungua folder yako hapa, hapo ukaandika web. Umeona? Baada ya kuandika hichi chote kitaingia huko. Umeona? Baada ya hapo unatafuta images. Labda images, mimi images yote ambayo sasa tuseme tuna assume kwamba ni nini, ni samaki. Umeona? Kompyuta yangu iko slow. Haya. Tuashumu hii ni samaki sasa. Maana sina picha hapa ya samaki. Natakiwa udownload zile kazi zako zote ambazo unatakiwa practice na kuwekea maelezo vizuri. Unafanyaje? Unazidownloadia nini? Picha. Umeona? Kompyuta inakuwa slow na vitu vingi. Sorry for a moment. Mfano sasa, this is our fish. Tunatoa mfano. It's not exactly fish. So samaki halisi tukaweka hapa. Umeona? Tukaweka hapa. Umeona? Hii ndio nini? Samaki yetu. Kwa hiyo tuna rename iwe rahisi kufanyaje? Kuweka pale. Tuweka samaki. Baada ya hapo unatakiwa uangalie nini? Property. Katika picha zina property zake. Au extension zake, kwamba inakuwa na nini. Kwa mfano ukitaka kuangalia properties za picha au extension za picha, properties zote, umeona, kwa right click utaangalia property. Umeona? Too slow. Haya, property yake ni nini? Umeona hizi property, umeona, lakini haijanionyesha mimi nini zile extension yake. Maana natakiwa ufanyaje? Inionyeshe nini? Extension. Kwamba nikiweka, kwa mfano wewe ukiwa na kwenye kompyuta yako, umeona kama hapa nikiweka nini kasa yangu hapa kwenye samaki, inanionyesha extension. Hapa imeandikwa item type JPG file. Kwa hiyo extension yetu ni JPG file, JPG file. Hii ni extension. Kwa hiyo ukiweka kwenye kwenye browser yako lazima uweke JPG. Hii ni nini? Extension ya picha yako ambayo ni hii hapa. Samahani, maana kompyuta yangu too slow. Umeona? Umeona kama hapa. Hii ni property tayari nimeshakuwekea katika file name hii hapa. Sasa inategemea na kompyuta yako au operating system ambayo umeitumia. Mimi hapa natumia operating system ya Windows 10. Sasa sijui wewe unatumia nini. Umeona? Lakini ukiwa na Windows 7 au Windows 8, ukiclick click kwa kwenye property itakuonyesha nini? Itakuonyesha moja kwa moja file name ambayo ni nini? Property. Lazima iwe katika extension ya nini? JPG. Umeona? Kwa hii ndio unatakiwa ufanyaje? Uifahamu hichi. Hii ni extension. Kwa hiyo sisi tutakuja kwenye hapa. Umeona? Wapi? Sorry. Hapa. Unaandika image ambayo ni img, then unaacha nafasi, unaandika source. Source ya hii picha ni nini? Unaandika sawa. Sorry. Unaweka abstract 2, alafu hapo katikati sasa utaweka jina la picha, kwamba utaandika samaki dot extension yake ni JPG. Umeona? Alafu nafunga. Umeona? Baada ya hapo sasa kufunga, tuta save. Umeona? Tunasema kwamba hii una save. Umeona? Alafu unaenda kwenye kwenye
kwenye browser yako, alafu uta click hapa, alafu unafanyaje, haijaonekana extension yetu tumeandikaje, tumeandika nini hapa, source samaki, wrong nini hapa, kwa sababu mwanzoni tulitengenezea ikiwa out. Kwa tutengeneza hapa, turudishe hapa kwenye desktop, sorry. Haya, tuje hapa, tuje hapa, tuna click kitu ambacho hapa hivi nikasema kwamba hapa lazima urudishe hapa kwenye nini, kwenye desktop, lakini sione kwamba kuna haja ya kurudisha hapa hivi. Umeona, nikasema hivi mwanzoni kabisa hapa katika nini, there is what void tags. Hapa kuna void tags, ambayo void tags ni hizi pamoja na nini, na image, ile extension ya image na nini, zile image image hizi. Lakini hizi sometimes kuna zingine ambazo zinakuwa na mwishoni, baada ya kuandika vitu vyako lazima uweke nini, slash. Hii hapa, hii hapa, hii ndio itafanyaje, itafanya kazi hapa, au kaweka na hapa pia. Umeona hapa, umeona kwa hapa hivi, sorry, hapa umetakikana sisi tuweke nini, slash ya hivi, alafu tunafanyaje, tuna save, control s, ama ukaweka hapo, ukaenda kwenye file, alafu kufanyaje, ka save. Baada ya kusave utarudi kwenye browser yetu. Umeona, mimi nilikuwa nimesha test tayari. Umeona hii hapa, bila kuweka hiyo nini void tags haitakuonyesha. Kwa mfano sisi tutoe, alafu tu save, control s, alafu tuje hapa, shida nini, shida, lakini ishaeleweka. Umeona, kwa hiyo ni hivyo kwamba hii ndo picha nini ya samaki, tunachukulia tu mfano, sio kwamba ndo samaki halisi, hapana. Umeona kwamba hii sasa samaki inapatikana katika ziwa Victoria, samaki fresh, kwamba tuchukulia huyu ndo nini, ni samaki. Kwa hiyo ndo maelezo nini ya samaki, ni mfano tu. Kwa hiyo unaweza ukachukua sasa kwamba hivi ukaweka na picha nyingine, let's say labda nini H2, hii H2 kaongelea labda dagaa za Mwanza, dagaa za Mwanza, unaweka chwani, unafunga, alafu unafungua, kwa maana unafunga alafu unafunga. Usiweke hapa hii slash, usiweke hapa mwishoni. Hii sio void tag. Void tag unawekea nini, slash hapa mwishoni, kama hapa hivi tumeweka wapi, sorry, hapa nikasema kwamba hapo usiwekee. Ukiweka hapa mwishoni hii slash hapa, unamwona ni void tag. Lakini hii head sio nini, sio void tag. Kwa sisi tunaenda kuongelea nini, samaki. Tese haya ndo maelezo nini ya samaki. Sasa tuchukulie haya ndo maelezo nini ya samaki, kaje tukapaste hapa. Unaweza kapaste maelezo yote kutoka kwenye internet au source yoyote, ukaja ukapachika hapa, lakini iwe na nini, na neno paragraph. Umeona, iwe na neno paragraph pamoja na nini, break hii new line hizi hapa, new line. Umeona, kwa hiyo unaweza hata dagaa kaweka picha yake hapa, kwa hiyo kaweka image alafu source sawa, unaweka quotation mbili hizo, alafu baada ya hapo sasa unatafuta nini, picha chukue hii, katika paste hapa,
rename, kaandika dagaa. Unaangalia nini? Extension yake. Extension unaangalia kwenye property, una right click, unaangalia kwenye property. Unaona katika property inaonyesha nini? JPG ndio property yake. Type of file ya property yake hii hapa. Unaona inapatikanaje? Na maana baada ya kubonyeza hapa, unabonyeza, una left click alafu na right click, ama una left click and then una right click, unakuja kwenye property hapa ili kujua nini extension yake. Kwa hiyo unabonyeza hapa, kwa hiyo inakuonyesha hii ni nini extension ya nini hiyo picha. Kwa sisi tumeandika huku, nakuja kuandika nini hapa, hapa unaandika nini dagaa dot what JPG, lakini neno hii isipishane na ile ambayo umesave pale. Lazima uandike kile ambacho wewe unakumbuka. Kwa mfano hapo sisi tumeandika dagaa, na huko chini na huko pia tumeandika nini, andika dagaa hapa, alafu unafunga. Then baada ya hapo unafanyaje? Una save. Baada ya kusave utakuja kwenye browser hapa, unabonyeza hapa, alafu unabonyeza na hapa. Umeona ni hii hapa. Kwa hiyo dagaa inaonekana katika nini head. Umeona hii head, dagaa za Mwanza. Hii tuseme ni nini? Ni dagaa na maelezo yake hizi hapa. Umeona hii ni nini, namna kuweka picha na maelezo yake. Umeona kwa hii inakuwa na nini na maelezo yake. Sasa umeona hii ni introduction ya nini HTML. Hatujaenda kwenye lugha zingine za CSS na JavaScript bado. Kwa bado tupo kwenye nini HTML. Umeona hizi pia unaweza kuzitengenezea katika division, kwamba division ya huyu hapa, ya huyu samaki huyu hapa, na division ya dagaa iwe tofauti. Umeona mfano kama hapa, umeona kama hapa division ya sliding image, moving image, picha ambazo zinatembea hizi na division yake hii hapa, alafu na hii inakuwa na division yake hii hapa. Kwa hiyo naweza tukatengenezea pia na sisi huku, tukagawa kwamba hii ikawa na division yake, na hii pia ikawa na division yake hii hapa, hii pia. Umeona nikasema hapa division inaandika div, unaweka katika nini, unawekea nini, unaziwekea nini div. Hizi ni HTML tag zingine hizo, unaweka div. Umeona, alafu kwa sababu umefungua div ya kwenye samaki, lazima ufunge kwenye div hapa. Kwa utaweka closing div. Unaona utaweka hivi. Kwa hii ni div moja hii hapa. Sasa hii div, ili kutofautisha hii div ya hapa na div ya hapa, lazima tuwekea nini, tuwekee size au tuwekee room yake, tutengenezee chumba chake peke yake. Utatengenezaje? Utakuja kwenye div uliofungua hapa na sio hapa. Hapo umefunga, utakuja hapa, utaacha hivi, alafu utaandika style sawa sawa, utaweka double quotation. Alafu baada ya hapo sasa utawekea nini, urefu property sasa ambao wewe unataka kuweka, labda urefu ya hii div iweje. Mfano kama hii labda itoka hapa mpaka hapa, ama itoke hapa mpaka huku, hii sehemu. Umeona hii sehemu na rangi yake. Kwa rangi ya hapa inaweza kuwa tofauti na ya huku. Umeona, kawa tofauti ya huku. Umeona, na ya huku pia inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo tunaenda kufanyaje kuviona sasa hivi hapa. Baada ya kuandika style hii, utaandika nini, urefu, labda width uandike unaweka nini
colon, alafu unafanyaje, unaandika width ambayo unataka sasa, labda 100% au 100%, unaweka 100%, unaona, alafu semicolon, alafu height urefu, labda umeandika uweke 50, umeona, uweke 50%, halafu uweke border, uweke border iwe na border yake. Sasa mfano kama hii ni border, hii sehemu labda uweke border ionekane, ionekane vizuri, ivutie. Kaandika border, kaandika border moja, umeona. Samahani, natakiwa uwekea nini, hata usipowekea sawa. Alafu unaweza kawekea pia na nini, na background color, kwamba background ya huyu hapa iweje, ya huyu na background ya huyu hapa iweje, kama tulivyoona hapa. Umeona hapa ni kijani zaidi, hapa kijani kwa mbali, hapa ni kijani sana hapa. Kwa hiyo unaweza kaweka nini, background yake pia. Na wewe tu kucheza na kodi, kucheza na kodi na kucheza na kodi, hatimaye unafanyaje, unaifanikiwa. Baada ya kuweka hivi, baada ya kuweka hivi sasa, kwa sababu div yetu nimeweka hivi, ndio. Haya, baada ya hapa save as. Haya, nakuja na napiga hapa na enter. Umeona, umeona hii maneno yamekuwa chache, yamefichika huku kwa sababu div yetu imekuwa ndogo. Div ya hapa ilikuwa ni kubwa ya mwanzoni, umeona, kwani inaonekana ni ndogo sasa, ndogo sana mpaka maneno yamejifinya huku. Kwa cha kufanya hapa ni kuongeza size ya hii hapa, hii sehemu height, hii hapa height pamoja na nini, pamoja na width, weke 1200, alafu control S. Baada ya hapo unafanyaje, una save, control S, alafu unakuja hapa enter. Umeona height ya maana kutoka huko mpaka huko, hii ni height yake. Lakini hapa hutagundua chochote. Umeona hapa imekuwa mafupi, lakini huku hivi hapa, umeona imekuwa sehemu refu. Umeona, kwa hiyo ili kugundua hapa kama umebadilisha, umetengeneza division, lazima uweke nini, background yake. Uweke background yake hapa. Hapa border sioni, uweke moja. Baada ya hapa utaiwekea nini, background, bg color, au kaandika tu color, sawa, color, kaandika background. Sasa ionekaneje, we blue au red, mfano tuweke red. Umeona, tuweke red, alafu tupunguze hii height imekuwa kubwa sana. Unaona, control S, alafu hapa tuweke 250, control S, kuja kwenye hapa na imekuwa ndogo, kwa ndogo. Haya, 1200. Baada ya 1200 bg color, weke hivi, save.
ndogo hii. Yes, hapa nilipokosea hapo, natakiwa kwamba hivi, kwa sababu hii ni division, hii sehemu ya division watakikana kuandika background na sio kama hapa kwenye body. Kwenye body ukiandika bg color haina shida, lakini ukiandika hivi italeta shida. Nafikiri hicho ndio imeleta shida. Kwa hapo utaandika background, sorry, toa g, alafu kutoa, alama ya kutoa, alafu na control s, s, alafu unakuja una click hii hapo, ulikuwa unaisha test tayari. Umeona, kuangalia error iko wapi. Umeona, kwa hapa hivi hata kubadilisha rangi hapa hapa hivi kaandika, labda kaandika green, kaweka kwa save. Umeona, baada ya kusave ta restart, kwa utaonekana nini, green. Kwa background ya hapa itaonekana green, lakini ya huku hivi haitaonekana. Hii ilikuwa ni sentence nyingine, kwa tofauti na diff iliyopo hii. Ndio maana neno hili neno halipo hapa ndani. Ingekuwepo hapa, basi hii neno ingekuwa huku. Umeona, kwa hiyo ndo hivyo.